Ukiniondolea mimi uhai wangu, hivi mama yangu leo na baba yangu wangenitupa, wangeninyonga, ningekuwa vile haina ukabila, haina ubaguzi, haina ukanda, haina udini. Bado ninaendelea. Lazima tukinyamaza kimya ita Ninayo furaha kuwafahamisha kuwa mkoa wetu wa Kigoma umechaguliwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa wa ualbino. Siku ambayo kilele chake itakuwa ni tarehe 13 Juni mwaka huu wa 2025, na shughuli hii itafanyika katika uwanja wa Mwanga Community Center uliopo katika halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji kuanzia saa 2 asubuhi. Aidha, maadhimisho haya yatajumuisha pia tukio la kufanya usafi wa mazingira katika kituo cha kulelea wazee kilichopo Kibirizi, tukio ambalo litafanyika tarehe 11 Juni mwaka huu wa 2025 kuanzia saa 1 asubuhi. Tutakuwa na tukio la pili ambalo litakuwa ni kongamano la watu wenye ualbino litakalofanyika tarehe 12 Juni 2025 katika ukumbi wa NSSF uliopo hapa manispaa Kigoma Ujiji. Kongamano litakaloanza saa 2 za asubuhi. Siku ya kimataifa ya kuongeza uelewa wa ualbino inafanyika kama njia shirikishi ya kuzuia ubaguzi, lakini pia kutetea haki za binadamu. Mwaka 2013 Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio lililotaka kuzuia ubaguzi dhidi ya watu wenye ualbino. Kisha tarehe 18 Disemba mwaka wa 2014 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilitangaza rasmi kwamba tarehe 13 Juni itakuwa ndio siku ya kimataifa ya uhamasishaji kuhusu watu wenye ualbino, na maadhimisho ya kwanza kabisa kimataifa yalifanyika mwaka 2015. Hata hivyo, nchini Tanzania maadhimisho ya siku ya kukuza uelewa kuhusu albino yalianza muda kidogo tangu mwaka 2006 kwa mafanikio ya aina mbalimbali, na miongoni mwa mafanikio hayo ni ongezeko la uelewa wa umma kuhusu albino, lakini pia sera na mikakati iliyoboreshwa pamoja na ushirikishwaji wa washirika wapya kutoka ngazi zote za jamii. Kupitia maadhimisho haya, wananchi wa mkoa wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla wao wameendelea kupata elimu kupitia vyombo mbalimbali vya habari pamoja na wataalamu juu ya kupinga ubaguzi, pamoja na kupokea ushuhuda kuwa watu wenye ualbino ni sehemu ya jamii yetu. Tunachukua nafasi hii kuendelea kuwasihi wananchi na kuendelea kuwahamasisha kuhusu kuwalinda na kuwapatia haki sawa wanadamu wengine wote wakiwemo wenye ualbino. Kauli mbiu ya mwaka huu imetanabaisha usawa katika nyanja za siasa, pia ikisema, na hapa naomba ninukuu, ushiriki katika uchaguzi ni haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Linda haki za watu wenye ualbino. Mwisho wa kunukuu. Kauli mbiu ya mwaka huu inasisitiza umuhimu wa ushirikishwaji wa kisiasa kwa watu wenye ualbino na inalenga kuangazia haki yao ya kushiriki kikamilifu katika mchakato mzima wa kidemokrasia kama wapiga kura, lakini pia kama wagombea. Aidha, inalenga kuongeza uelewa kuhusu masuala ya haki za binadamu kwa ujumla, yakiwemo pia huduma za afya, usalama na ujumuishaji wa kijamii. Mkoa wa Kigoma unaendelea kusisitiza vyombo vyote vya serikali zikiwemo halmashauri zote na wadau kuendelea kutoa haki za msingi kwa watu wenye ulemavu wakiwamo wenye ualbino. Hii inajumuisha kujali ustawi wa maisha yao na mambo mengine yanayoongeza hadhi na heshima ya binadamu. Mkoa unaendelea kutoa kipaumbele kwa watu wenye ulemavu wakiwemo wenye ualbino katika kuhakikisha kwamba wanapata elimu, wanawezeshwa kiuchumi, wanafaidi ulinzi na usalama unaotolewa na vyombo pamoja na jamii, lakini pia kwenye mambo ya afya, ajira na nyenzo za kujimudu pamoja na mafunzo ya ufundi stadi. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Kigoma na Watanzania wote kwa ujumla kuja kuungana nasi katika kuadhimisha maadhimisho haya
lakini pia kutumia fursa hiyo kwa ajili ya kupata elimu na uelewa juu ya masuala mbalimbali ya watu wenye ualbino. Kazi yetu ya kwanza ni utetezi na ushawishi. Ni kweli kwamba bado kuna maeneo, bado imani potofu zipo unaohitaji mali kupitia kwetu. Kama ukiletea mkono wa mtu mwenye ualbino, basi utakuwa tajiri. Sasa jamani, hivyo mkono unauza shilingi ngapi upate? Na hata ukiupata huo mkono utamaliza shida zako? Kwa bado ile hali ipo kwa maeneo tofauti. Ukiniondolea mimi uhai wangu, la kwanza serikali haitaki, lakini na Mungu hataki, sababu unanikatishia ndoto zangu za kuishi. Hivi mama yangu leo na baba yangu wangenitupa, wangeninyonga, ningekuwa, sababu pia na nafasi hii inatamkwa kama mwenyekiti wa taifa, anaweza pia akaitwa rais wa chama cha watu wenye ualbino Tanzania. Sasa mimi ningefikia kiwango, singefikia. Inaonyesha namna ambayo chama chetu kinajali maeneo yote, makabila, haina ukabila, haina ubaguzi, haina ukanda, haina udini. Sasa kwa ule swala la unyanyapaa bado linaendelea. Lazima tukinyamaza kimya litafufuka. Kwa ni afadhali tuendelee kukanyaga na kukanyaga na mpaka tushuhudie kaburi la unyanyapaa liko wapi.